Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ifuatayo ni programu inayohusu imani za msingi kama zinavyoelezwa na kanisa la Waadventista wa Sabato. Na watakao kuletea programu hii ni wanafunzi wanaosoma kozi ya kiongozi mwandamizi wa vijana. Imani za msingi za kanisa la Waadventista wa Sabato zinafunua kweli za Biblia. Na ndiyo mafundisho ambayo kwayo Waadventista wa Sabato wanayazungumza kama yanavyofunuliwa na Biblia takatifu. Na nikukaribisha ungane pamoja nasi tunapoendelea katika mfululizo huu wa kujifunza mada ya imani za msingi za kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kwa kwanza nipende kumkaribisha mzungumzaji wa kwanza ambaye ataanza kutueleza mada 5 za awali. Karibu uwe pamoja nasi. Imani ya msingi kuhusu neno la Mungu, yaani maandiko matakatifu. Maandiko matakatifu ni uvuvio, neno la Mungu lililoandikwa kwa uvuvio wa Mungu mwenyewe, ambapo waandishi wa neno la Mungu hili waliandika kupitia msukumo wa Roho Mtakatifu. Pia maandiko matakatifu ni ufunuo wa juu kabisa unaofunulia habari za Mungu. Mwanadamu anaweza kumfahamu Mungu kupitia maandiko matakatifu. Imani ya pili ni juu uungu. Mungu katika nafsi tatu, na Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Huyu ni Mungu ambaye yuko milele zote, Mungu aliyeumba, Mungu mwenye uweza, Mungu anayestahili kuabudiwa, Mungu ambaye ndiyo chanzo, ndiyo kila kitu. Mwanadamu anastahili kuabudu na kumtukuza, maana yeye ndiye Mungu aliyetuumba sisi wanadamu na viumbe vyote vilivyoko hapa duniani. Imani ya msingi kuhusu Baba. Huyu ndiye Baba mwenye upendo, yeye anatawala milele zote, ndiye aliyetupenda. Mwanadamu alipoanguka dhambini, alimtoa mwanae pekee ambaye ni Yesu Kristo, akaja hapa duniani, akaacha uungu, akavaa wanadamu, akavaa mwili ili aje kutukomboa sisi wanadamu tuliokuwa tumetengwa mbali na dhambi, tumemwacha Mungu. Ndio maana anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Imani ya msingi ya Mungu Mwana. Mungu Mwana huyu ni Yesu Kristo, ambaye aliacha uungu akafanyika mwili, akaja duniani kumkomboa mwanadamu aliyeanguka dhambini. Yesu Kristo anatupenda. Unapoanguka dhambini, unapotenda dhambi, kumkubali Yesu na kumkiri, hakika unasemewa dhambi zako na anakupatanisha na Baba. Hatuwezi kumuona Baba, lazima tupitie kwa Yesu Kristo ili tuweze kumuona Baba ambaye hakika anatupenda sisi wanadamu. Hata pale tunapoanguka dhambini, tupate mwanae ambaye ni Yesu Kristo ili tuweze kuokolewa. Imani ya msingi kuhusu Roho Mtakatifu. Ni nafsi sawa alivyo Baba na Mwana, maana naye alishiriki katika uumbaji. Tunaona maandiko yaliyoandikwa yalivuviwa na uwezo wa Roho Mtakatifu. Pia Roho Mtakatifu alishiriki kuyajaza uwezo maisha ya Yesu Kristo, ambapo ubatizo wa Yesu Kristo alipotoka kubatizwa na Yohana katika ule mto wa Yordani, Roho wa Mungu akashuka akakaa juu yake. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni sawa zilivyo nafsi hizi ambazo ni Mungu Baba, Mungu Mwana, ni Mungu mmoja katika nafsi tatu ambazo daima hazitengani. Hatuna budi kumfahamu Mungu, maana yeye ndiye chanzo, yeye ni uweza, yeye ni Mungu na alituumba, na hatuna budi kumwabudu na kumtukuza milele zote. Mungu. Imani namba 6, uumbaji. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na kwa sababu hiyo vyote vilifanyika kwa uwezo na nguvu zake Mungu muumbaji. Na uumbaji umefanyika kwa siku 6 halisi. Na katika lugha ya Biblia inasema ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Kwa hiyo dunia na vyote vilivyomo vimekamilika kwa siku 6. Na kilele cha uumbaji alikuwa ni mwanadamu ambaye aliumbwa siku ya 6. Imani namba
7 inazungumza habari ya asili ya mwanadamu. Kama ambavyo tumejifunza katika imani ya uumbaji, asili ya mwanadamu ni katika Mungu mwenyewe. Mwanadamu katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 fungu la 26 inasema kwamba Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano na sura yetu. Kwa hiyo mwanadamu kimsingi ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, na utukufu wa Baba ulikuwa ndani ya wanadamu. Dhambi ilipoingia, mwanadamu akapoteza utukufu wa Baba, lakini tunashukuru kwa kifo chake Kristo, sura ya Mungu ikarudishwa, na ndipo mwanadamu akawa na ujasiri wa kumwendea Mungu kupitia Yesu Kristo. Imani namba 8 inazungumza juu ya pambano. Dunia ilipoumbwa na mbingu zilikuwa ni mahali salama, viumbe vyote vya mbinguni viliishi kwa amani kabisa. Kiumbe aliyekuwa ameumbwa na Mungu ambaye ni Lucifer alipojiinua, ndipo ambapo mgogoro ulitokea mbinguni. Na mgogoro ulipotokea mbinguni, dhambi ikaanza, na dhambi ilipoanza mbinguni, ndipo ambapo Lucifer alishushwa na hatimaye akawa shetani. Na kwa sababu hiyo pambano limeendelea kuwepo katika ulimwengu huu, na mwisho wa pambano ni pale ambapo Kristo atakuja kama mshindi kuwachukua wote waliokombolewa kwa damu yake. Imani namba 9, maisha, mauti na ufufuo wa Kristo. Hapa tunazungumza jinsi ambavyo Kristo aliishi maisha matakatifu, maisha safi, maisha ya kumpendeza Mungu pamoja na wanadamu. Mauti, Kristo alikufa na ilipotimia siku ya 3 alifufuka ili kuonesha nguvu na kuishinda nguvu ya muovu, nguvu ya kuzimu. Ufufuo, Kristo alifufuka kama limbuko la wafu, naye ametupatia tumaini kwamba hata tujapokufa bado tunatumaini kwamba tutafufuliwa, ikiwa tutakuwa tumetenda mema au tumetenda mabaya. Tutende mema ili pale tutakapofufuliwa tuwe tayari kwa ajili ya kumlaki ajapo mara ya pili. Namba 10, uzoefu wa wokovu. Kwa kupitia Kristo wote tumeokolewa, nasi tunaomtumainia kama Bwana na Mwokozi wetu tumepata tumaini kuu, nasi tunaishi tukitumainia kwamba yupo na atakuja mara ya pili. Kwa sasa yupo katika chumba cha patakatifu pa mbinguni akituombea juu ya makosa yetu. Kukua katika Kristo. Wokovu ni mchakato. Kadri siku inavyozidi kwenda ndivyo tunavyozidi kumsogelea Kristo, na kadri tunavyozidi kumsogelea Kristo ndivyo tunavyozidi kujihakikishia wokovu. Wote wanaoishi ndani ya Kristo wanapaswa kuishi maisha tofauti na watu ambao hawapo ndani ya Kristo. 12. Kanisa. Kanisa ni jumuiya ya waaminio wanaokusanyika kwa pamoja na kumwabudu Mungu wa mbinguni, wakipeleka haja na mahitaji yao, wakikaa kwa upendo, kwa umoja, kwa ushirikiano, wakitumaini kwamba Mungu anapokea maombi yao. Kanisa linahusisha lugha, taifa, jamaa na makabila. Tunapoingia ndani ya kanisa tunakuwa familia moja yenye upendo, yenye kujaliana, yenye kupendana. Hilo ndilo kanisa. Mungu na wabariki. Imani namba 13, waliosalia na utume wao. Hawa ni watu waaminifu ambao wameendelea kutangaza habari njema za ufalme wa Mungu na kuhubiri habari za marejeo ya Kristo hata ajapo mara ya pili. Imani namba 14, umoja katika mwili wa Kristo. Hii inapatikana katika Marko 15 fungu la 1 hadi la 6, mfano wa mzabibu ambao una matawi yake, na Yesu Kristo kama mzabibu na sisi ni matawi. Kwa hiyo tunapokuwa pamoja na Yesu tumeunganishwa katika umoja katika Kristo kama wana na binti za Yesu Kristo ambaye yeye ndiye mzabibu wa kweli. Imani namba 15, ubatizo. Ubatizo ni kielelezo pekee ambacho tunakiri imani kwa njia ya kufa na kufufuka kwa Kristo. Kwa hiyo tunapobatizwa tunamkiri Yesu Kristo kwamba yeye ndiye Bwana Mwokozi wa maisha yetu, na tumekufa pamoja naye katika mauti yake hata atakapokuja mara ya pili. Lakini imani namba 16 inazungumzia habari ya meza ya Bwana. Meza ya Bwana ni kielelezo pekee sana ambacho kinatupatia kile ambacho Yesu Kristo alifanyika pale msalabani. Alikufa na kisha akafufuka. Kwa hiyo tunaposhiriki meza ya Bwana
tunatangaza mauti ya Kristo hata ajapo mara ya pili. Mungu na wabariki sana. Karama za Roho. Karama ni zawadi ambayo inatolewa na Mungu mwenyewe kwa ajili ya utendaji na uokoaji wa roho za watu. Karama inaweza kupotea endapo hutaitendea kazi sawasawa na alivyokupatia Mungu. Lakini pia karama hii ili iendelee kudumu ni lazima uitendee kazi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Msingi wa imani namba 18, karama za unabii. Karama ya unabii ni mojawapo wa karama ambayo inatolewa na Mungu. Lakini karama hii yenyewe huvuviwa na Mungu na ipo kwa ajili kupokea maelekezo moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Karama hii imedhihirishwa na Ellen White kama nabii wa Mungu. Msingi namba 19 ni sheria ya Mungu. Sheria ni kanuni ambazo Mungu ametupatia wanadamu tuenende sawa na mapenzi yake. Katika sheria hizi zinazopatikana kitabu cha Kutoka 20 na mstari wa kwanza na kuendelea, zimegawanyika katika makundi makuu mawili. Kundi la kwanza ni amri ya kwanza mpaka 4 ambayo ni sheria kati ya upendo wa Mungu na wanadamu. Lakini kundi la pili, amri ya 5 mpaka ya 10, ni upendo kati ya mwanadamu na mwanadamu. Kwa kufuata sheria hizi 10 za Mungu kikamilifu na sawa na ambavyo Mungu ameagiza tutaendelea sawa na mapenzi yake, ni kuonyesha ushirikiano na upendo kwa Mungu. Imani ya msingi namba 20 inazungumzia juu ya Sabato. Sabato ni pumziko na ni zawadi ambayo tumepewa na Mungu. Sabato baada ya uumbaji, Mungu mwenyewe akapumzika siku ya Sabato na kuitakasa. Kwa kupumzika siku ya Sabato ni kudhihirisha na ni kuenenda sawa na mapenzi ya Mungu na kudhihirisha yale ambayo Mungu alifanya siku 6 za uumbaji. Kwa kuenenda hivyo tutakuwa tumetenda sawa na mapenzi ya Mungu. Mungu awabariki. Imani ya msingi namba 21, uwakili. Uwakili inaonyesha kwamba tumekabidhiwa na Mwenyezi Mungu fursa pamoja na rasilimali zote za dunia hii. Kwa maana kwamba mali zote za dunia hii ni mali ya Mungu, ila sisi tunasimamia kama usimamizi. Lakini pia imani ya msingi namba 22, mwenendo wa Kikristo. Inaonyesha kwamba sisi pia na mili yetu sio mali yetu wenyewe. Kwa maana katika Petro wa kwanza sura ile ya 3 fungu la kwanza ukisoma anasema kujipamba kwenu sio kujipamba kwa nje, kusuka nywele na mambo mengine dhahabu, lakini ni utu wa ndani. Kwa maana kwamba tunavyompendeza Mungu tukionekana muonekano wetu na jinsi tunavyoishi maisha yetu, tunavyokula, tunampendeza Mungu, lakini watu wanajua watu hawa wana mtu wanayemwabudu. Imani ya msingi namba 23, ndoa na familia. Ndoa ilianzishwa katika bustani ya Edeni pale Adamu na Hawa walipokuwa mmoja. Baadaye Mungu akasema si vyema huyu mtu awe peke yake. Lakini tunapokuja pia katika Agano Jipya katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 19 fungu la 5 kianzia pale, kuna maneno ya Yesu ambayo alizungumza pia kuhusu ndoa. Akasema atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mke wake, si wawili tena bali mwili mmoja. Ndio maana leo mke na mume wanakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo katika ndoa ya Kikristo sana Waadventista wa Sabato tunatakiwa tuwe na mke mmoja. Imani ya msingi namba 24 nasema huduma ya Yesu katika hema ya mbinguni. Kuna hema ya mbinguni ambayo haikutengenezwa na mikono ya wanadamu, kwamba kulikuwepo na hema ambayo kulikuwa na kafara za wanyama, lakini inapofanyika kwamba Yesu msalabani alichinjwa mara moja, sasa mbinguni amekuwa kuhani, lakini akihudumu kwa niaba yetu. Kwa hiyo ukisoma kwa mujibu wa maandiko matakatifu kitabu cha Biblia Danieli sura ile ya 8 fungu la 13, tunamuona Yesu akihudumu katika hema ya mbinguni kama kuhani mkuu kwa niaba ya wanadamu. Imani ya msingi namba 25, ujio wa pili wa Kristo. Ujio wa pili wa Yesu Kristo ni tumaini lenye baraka kwa kanisa. Ni kilele cha fahari ya Injili. Unabii na matukio yanaonyesha kwamba ujio wa Kristo mara ya pili karibu sana. Atakapokuja, waliokufa katika haki watafufuliwa, wenye dhambi watakufa, walio hai wenye haki wataungana na wenye haki waliofufuliwa, watatukuzwa na kumlaki Bwana mawinguni. Hakuna ajuaye siku wala saa atakayokuja Kristo mara ya pili, lakini dalili zote zinaonyesha tu karibu sana. Imani ya msingi namba 26, kifo na ufufuo. Mshahara wa dhambi ni mauti.
roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Atakapokuja Kristo, wenye dhambi watakufa. Kifo ni hakika, ni pumzi ya uhai itaachana na mwili. Kwa hiyo watakufa, watakao kutwa ni wenye dhambi, na wenye haki watafufuliwa katika ufufuo wa kwanza atakapokuja Yesu mara ya pili. Baada ya miaka 1000 kutakuwa na ufufuo wa pili kwa wale ambao ni wenye dhambi. Wakifufuliwa wataungana na shetani ili wauangamize mji. Imani ya msingi namba 27. Milenia na mwisho wa dhambi. Milenia ni jumla ya miaka 1000 ambapo watakatifu watakuwa mbinguni na Kristo wakitawala, wakiwahukumu wenye dhambi, wale ambao walikufa mara tu baada ya Yesu Kristo kuja mara ya pili. Na hii milenia ya miaka 1000 inaanza kuhesabiwa pale watakatifu watakapokuwa wamefika mbinguni. Yaani mwisho wa milenia, mji mtakatifu pamoja na watakatifu na Yesu Kristo watashuka hapa duniani, watashuka. Wanapokuwa wakishuka wakifika mawinguni, ndipo utatokea ufufuo wa mara ya pili, ufufuo wa pili. Yaani wale wenye dhambi watafufuka. Wakifufuka wataungana na shetani ili waushambulie mji mtakatifu. Kabla hawajafanikiwa, ndipo moto utashuka kutoka katika mji mtakatifu kuangamiza waovu pamoja na shetani na ulimwengu huu wa dhambi, ili kuiondoa dhambi. Na huo ndio utakuwa mwisho wa dhambi, na ule mji mtakatifu utashuka. Imani ya msingi namba 28. Nchi mpya. Ule mji mtakatifu utashuka katika nchi hii ambayo imeshatakaswa. Mji mtakatifu, yani nchi mpya, ni zawadi ambayo Mungu amewaandalia waliokombolewa. Hakutakuwa na kifo, hakutakuwa na huzuni. Mji ambao mazingira yake ni makamilifu. Kutakuwa na upendo na furaha na amani. Hakutakuwa na magonjwa. Viumbe vyote vilivyo hai na visivyo hai vitatangaza kwamba Mungu ni upendo. Isaya 65, Ufunuo 22 inaeleza habari ya nchi mpya. Hadi hapo tumefika mwisho wa programu yetu ambayo ilihusu imani za msingi kama zinavyoelezwa na kanisa la Waadventista wa Sabato. Mimi niliyekuwa mwenyekiti wa programu hii naitwa Magoma Magoti, mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Amani. Lakini tulikuwa na marafiki ambao tulishiriki pamoja katika programu hii ambao ni Lenata Abeli, mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Kivule. Makanya Kasmiri kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Kivule. Elia Daniel Gikuli, kanisa la Waadventista wa Sabato Kivule. Elia Mwita kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Machimbo. Yusuf Naksoni kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Machimbo. Lucy Borega kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kitunda.